sawa? Bwana mwalimu Yanga. Naambia ndugu yangu. Mambo vipi ndugu yangu? Shwari. Uko sawa? Tuko sawa. Dunia imefurahi na Tanzania imefurahi. Mvua imenyesha kwa ajili ya baraka ushindi wa leo Yanga Sports Club. Naona baada ya kukwepa ile tarehe 8 leo mmekutana nao tena. Na ilikopo haina sababu ya kukwepa tarehe 8 wakati tunajua tarehe 18 kukutana na Yanga Princess. Kuna kitu kimoja tumefundisha. Na hii itakuwa ni tabia na mazoea ambayo yataendelea. Cha kwanza, tarehe 8, tarehe 18, tarehe 28. Yaani inaitwa timu Yanga, aidha Yanga Princess, aidha Yanga ya kubwa au Yanga ya vijana. Hata hiyo Yanga ya tennis hajawahi kupata Simba ushindi. Nilitegemea mechi. Hata hiyo Yanga ya bao. Yanga ya bao hajawahi kupata ushindi. Nilitegemea Simba atakimbia. Ni kweli nilitegemea Simba atakimbia hii mechi. Kwa sababu ni kaida yao kukimbia mechi ambazo za tarehe 8, tarehe 18, tarehe 28. Lakini wamekuja wameona ubora wa Yanga Princess. Lakini ukubwa zaidi sio siendekao uelewe. Mourinho ndo kocha mkubwa katika nchi. Edina ni ukweli. Yuko Musa pale. Naudia. Musa Hassan Mgosi anakuja kwenye mpira wa wanawake anafundishwa na Mourinho. Musa Hassan Mgosi anakuja katika keria mpira wa wanawake anafundishwa na Mourinho, anamkuta Mourinho anafanya kazi. Fanya hivi. Hawa watoto wa kike wanataka udili nao hivi. Unaelewa? Kwa Musa Hassan Mgosi mwalimu wake ni Mourinho. Kwa hata leo Musa Hassan Mgosi alikuwa anafundishwa. Kuna benchi ya ufundi walikuwa na makocha watatu wa kiume. Musa Hassan Mgosi, yule kocha mkuu na yule kocha kai kijana. Mourinho yuko peke yake, kashikisha adabu. Lakini uelewe. Kwa hii Yanga Princess ndio timu kubwa ya wanawake kuliko timu yoyote msimu huu. Wamechukua kombe la Dr. Samia Suluhu Hassan, raia namba 1 wa nchi hii. Ambaye ameanzisha kombe, timu bora ni Yanga Princess. Timu 4 zimechukua timu 4 bora. Wakasema nyinyi ndio bora. Nendeni mkacheze kombe la Samia. Hawa walikuwepo Simba Queens walikuwepo, JKT Queens walikuwepo, Yanga Princess walikuwepo. Bingwa alikuwa ni nani? Wananchi wameondoka na kombe. Achana hivyo. Lakini ndani ya msimu huu hawa Simba tumekutana nao mara 3, Simba Queens mara 3. Katika mara 3 tumeshinda mara 2, tumeshinda mara 1. Na nataka kuulize, timu ambayo mara 3 tumekutana naye, timu ambayo umeshinda mara 2, umeshinda mara 1, ipi bora? Wanasema tunawotea. So jibu la swali. Nimekuuliza tumekutana naye mara 3. Katika mara 3 kakafa mara 2 msimu huu. Kafa Ngao Jamii, alafu amekufa na leo ligi kuu ya wanawake. Katika mechi 3 Mourinho kampiga Simba 2. Nani timu bora? Kuna wakati mbinu zinazidi uwezo. Ndio maana nikakwambia Mourinho ni master wa mbinu. Mourinho ndo amekuja kukomboa mpira wa wanawake katika nchi hii. Anaanisha Mourinho alikuwa anafundisha timu za wanawake huku mtaani, sio? Hao wengine bado. Unaelewa? Hii leo unaona timu ya taifa bora, products zinatoka bora. Hizo products zote tafuta timu ya taifa. Wakina Minja, kina JKT Queens, wote wakina Krala, wote wamepita katika mikono ya Mourinho. Kwa leo ukiona timu wanawake Twiga Stars ni bora, maana yake kuna mkono mkubwa wa Mourinho. Haya mwalimu, hili vya Yanga Princess na Simba Queens tumemaliza. Tunasubiri pangiwe tarehe ya dabi sasa. Sasa dabi kuna vitu viwili. Dabi sasa inakuja. Dabi kuna vitu viwili. Tunasubiri tarehe. Boimanda amesema leo au kumsikiliza? Nimemsikia. Anasema hajatoa barua majibu ya Yanga. Si ndio? Kwa Yanga kuwa kuna vitu ambavyo wamehitaji ndani ya bodi ya ligi wajibiwe. Au nimekosea? Katika vitu ambavyo wanavyohitaji, jambo la kwanza akasema tunahitaji pointi 3. Jambo la pili akasema tunahitaji bodi ya ligi jiuzuru. Au nimekosea? Jambo la tatu akasema wanahitaji gharama za kuandaa timu ambao ni milioni ngapi? Karibia milioni 56. Na la 4 wakasema mechi ya tarehe 8 ilikuwa bodi ya ligi anatakiwa wapaswe waje kujibu barua ya Yanga kwanza. Na wamefanya changamoto moja kwanza. Kwa mfano bodi ya ligi walitoa kuahirisha mechi tarehe 8, si ndio? Katika kuahirisha mechi tarehe 8 wakatoa zile sababu za tumaahirisha mechi kwa sababu Simba hakufuata kanuni. Simba hawakuwasiliana na mtu wa uwanja wameahirishwa kwa sababu kulikuwa na sababu ambazo zilikuwa zinatishia amani ya mechi. Ngoja kwanza. Wametaja zile sababu. Wamesema Simba walikuwa wanataka kufanya kikanuni mazoezi. Si ndio? Pamoja kufanya kikanuni lakini Simba alizuia kutofanya mazoezi. Sababu nyingine wakasema ni usalama wa nchi, si ndio? Na sababu nyingine ilikuwa na ishara ya rushwa, upangaji wa sasa sikia. TAKUKURU leo wamehojiwa
kanda ya Temeke. TAKUKURU wamesemaje? Hawajapata kesi yoyote. Fatwa ambao wanafanya kazi ya kuchunguza, ya kupeleleza kati ya TAKUKURU na TFF ni nani? Bado TFF anaandaa shtaka pale. No. Yaani mashida kwa. Hata kama unaandaa mashtaka, hawezi kutoa taswira ambayo utaenda kuchafua mpira wetu. Wenye mamlaka ya kuchunguza, ya kufuatilia unasema hawana hivyo vitu. Jambo la pili, wote tumeenda sosi tulikuwa Benjamin Mkapa. Na ukisema usalama kwa natishia, mtu wa kwanza kutoa tamko la usalama katika nchi, katika kanda hii ya Dar es Salaam ni Afande Mlilo. Ndio kazi yake. Yaani maana yake tafsiri la karaka inaonekana Mlilo ajui kazi, kuna watu wanajua kazi kuliko Mlilo. Ndio tafsiri la karaka. Jeshi la polisi imetulinda sisi, tumeingia uwanja Benjamin Mkapa. Imetulinda kuanzia asubuhi saa 12 mpaka saa 1 usiku. Kuna mtu aliumia? Kuna mtu alipigwa? Sasa hayo matukio si yalikuwa kabla ya mechi? No. Umesema kuna viashiria ya uvunjifu wa amani kwa ajili ya hiyo mechi. Siku ile ya mazoezi. Ngoja kwanza, usichanganye. Wewe umesema wameisha mechi kwa sababu sio mimi, ni barua. Ndio hiyo, wewe unanukuu sosi. Unasema kuna uvunjifu wa amani. Tunaisha mechi kwa sababu kuna viashiria vya uvunjifu wa amani. Usalama mdogo. Kwa maana yake uvunjifu wa amani maana yake unatakiwa utoke tarehe ngapi? Tarehe 8. Si ndio? Hiyo tarehe 8 maana yake wao wanapaswa wazuie nini uvunjifu wa amani? Nataka nikuulize. Je, tarehe 8 kwa kuna viashiria vya uvunjifu wa amani? Kama jeshi la polisi imekuja saa 12, imekaa imetulinda mpaka saa 3 usiku tumeondoka. Hakuna sisimizi, hakuna mende, hakuna mtu yeyote ambaye ameumia. Je, nimekuuliza, jeshi la polisi limeshindwa kufanya hiyo kazi? Tafsiri ya karaka kwa waliandika kitu cha uongo. Sasa mechi kufanyika, umeshinda kuelewa. Sasa mechi kufanyika ni vitu vichache tofauti. Sikiliza. Mwaka jana, ni mwaka jana, mechi kati ya Nigeria na Algeria. Nigeria walikwenda kucheza mechi ya Algeria. No, Libya. Kama sikosa kopo ni Libya. Walikwenda kucheza Libya. Wakakaa airport. Hawakwenda uwanjani. Si ndio? Hawakwenda uwanjani. Hakufanyika jambo lolote, lakini Nigeria wapo pointi 3. Unanielewa? Mtu akikwambia sababu mpaka refaria wewe uwanjani, kazipata wapi hizo sababu? Kama Nigeria kuingia uwanjani waishia airport wakapata pointi 3 na mechi iliahirishwa. Au kuona iko kitu. Kwa mwalimu sasa, kwa tafsiri yake ni nini? Hawa wachambuzi ambao wanadanganya nyie, hawana maarifa hayo kutuambia mpaka refa awe uwanjani. Kwa sababu kuna sababu ishaonekana duniani. Kuna timu hazikwenda uwanjani, zimeishia airport wamepata pointi. Au umesahau? Timu gani? Nimekwambia Nigeria. Msimu uliopita SB Kane na Usman. Mechi ilichezwa. Walishia airport. Hawakupewa point. Walipewa alama. Hiyo sababu ni nani kukwambia mpaka timu ile falia kagua uwanjani kukwambia nani? Waulize wachambuzi sasa. Haya Mike hapa, haya uulize wachambuzi. Hakuna wachambuzi katika nchi. Uulize kwanza Mike hapa. Nyie hizo sababu mmesema mmepata wapi? Mpaka refalia uwanjani akagua mmepata wapi? Kama Usman na SB Kane watu wa kuingia uwanjani. Nigeria na Libya watu wa kuingia uwanjani mpata pointi 3. Kwa hizo tafsiri ambazo zilikuwa wanakuta kama watu wachambuzi hizo. Kuna wachambuzi katika nchi. Kwa hiyo mwalimu sasa tunahitimishaje? Tunahitimisha tarehe zikipangwa mnapeleka timu. Ngoja kwanza. Tarehe haiwezi kupangwa bila majibu ya kitu ambacho kwa sababu sionekana una kanuni ninazo hizi hapa mdogo wangu. Unaonekana una kanuni. Kasome zile kanuni. Mwalimu ana macho matatu kabisa, watu lazima waelewe ule mtu mzito unaongea. iPhone 15 ndio kwangu. 15 Pro Max. Watu wao wanaelewa. 15 Pro Max. Anaelewa hii 15 Pro Max. Mwalimu anaongea kwa fact ambazo zinanyonywa kwenye simu kubwa. Kama una kanuni sosi. Wewe kijana wangu naweza nikakupa. Nilimtumia mdogo wangu mmoja hapo. Muone hizo hapa kanuni. Muone hizo hapa. Kanuni za bodi Toleo 2024. 24 kanuni zipo hizi hapa. Zote kanuni zipo za. Na kama kuna sikia basi. Kanuni hizi kama mtu anahitaji, anifuate DM nimtumie hizo kanuni. Hata wewe sosi. Tusidanganyane tusome mimi na cheti cha sheria. Mwana sheria. Sio mwalimu tena. Cheti cha sheria. Ila kazi mwalimu. Sina cheti unaweza kujiendeleza? Na cheti cha sheria nazungumza hapa kama mwanasheria. Mwanasheria mwalimu Yanga. Si unanielewa? Kwa hizi sheria katika kanuni zote hakuna kanuni ambayo ilikuwa inasema ualishe mechi. Hakuna sababu hizo. Ukisoma 34 1 2 mpaka 3 mpaka 4. Mwalimu mimi nikuulize swali. Mwenye mamlaka ya mpira ni nani?
Sikiza. Nije. Wapi Tanzania? TFF. Mwenye mamlaka na ligi ni nani? TFF na bodi ya ligi. Bodi ya ligi. Yes. Bodi ya ligi walitoa barua tarehe 8, si ndivyo? Mwishoni walimaliza. Mechi itapangiwa tarehe nyingine. Mwalimu, hiki kifungu cha mwisho cha bodi ya ligi kikitekelezwa, timu inaenda haiendi? Sasa wanashinda. Hatua hiki kifungu cha mwisho tu hapo ngoja kwanza. Hiyo umesikia hiyo tarehe. Hiyo tarehe ambayo unasema amezungumza, watu wana madai. Kwa hiyo tarehe hiyo unasema wewe ni haipo, kwa sababu Yanga tunasema tarehe mechi kwa tarehe 8 mwezi wa 3 2024 ndio iko tarehe, ndio msimamo wa klabu, sio msimamo wangu mimi. Msimamo wa klabu na msimamo wa viongozi. Kamati ya utendaji ndio wamezungumza, ndio watu wakubwa. Waliitana kwa dharura. Wana ratiba za kuonana. Wakaja kakaa wakasema tena kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Watu wamefunga. Wakasema bwana sisi hatutaki. Njoni tuonane kwa sababu moja ambayo sisi tunapaswa kusimamia. Leo mwasikiza watu wa Dodoma, makao makuu Dodoma. Wamekuja na tamko. Yaani wanachama wasiopungua 12,500 Dodoma makao makuu leo wameleta press ya waandishi wa habari. Wamezungumza kitu ambacho nazungumza mimi. Kesho Mwanza, kesho kutu Arusha. Dar es Salaam lini? Dar es Salaam kuna muda wote mnafanya kuna mratibu wa mkoa wa Dar es Salaam, mzee wangu Mgonja, ndio atakuja kuratibu hilo jambo. Si umeelewa? Hawa wamezungumza kwa hakuna sauti ambayo itapuuzwa ya Tamtui